Kwengineko, waliokuwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wakiongozwa na mwenyekiti wao Isaac Hassan hatimaye wataondoka afisini wakati wote juma hili. Bunge la Taifa hapo kesho litaandaa kikao maalum kuidhinisha uteuzi wa makamishna wapya 7 ili kutoa fursa kwa rais kuwateua afisini rasmi. Baada ya kuandaa vikao viwili maalum mwezi Disemba mwaka jana, ambapo kilele chake ilikuwa kurushiana makonde baina ya wabunge wa Jubilee na wenzao wa upinzani CORD, hapo kesho Bunge la Taifa linaandaa tena kikao kingine maalum kitakachong'oa nanga saa 3:30 asubuhi. Shughuli ya kikao hicho maalum ni kuidhinishwa kwa aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Kianglikana nchini, Askofu Mkuu mstaafu Eliud Wabukala, kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC. Shughuli ya pili na yenye uzito zaidi ni kuidhinishwa kwa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Sura mpya ya IEBC sasa itakuwa naye wakili Wafula Chebukati kama mwenyekiti na makamishna 6 wapya wakiwa Boya Molu, Paul Kurgat, Consolata Nkadha Maina, Roselyn Kwamboka Akonde, Profesa Abdi Glie na Margaret Wanjala Mwachanya. Kikosi hicho kipya kitakuwa na genge la wanachama 7 tofauti na tume iliyofurushwa afisini na wana upinzani CORD waliokuwa wanachama 9. Kikao cha kesho ni sawa na kuonekana tu kukimu hitaji la kisheria, kwani wanachama hao wanatarajiwa kuidhinishwa bila pingamizi lolote. Licha ya kamati ya Bunge la Taifa kuhusu masuala ya sheria kung'amua kwamba baadhi ya wanachama waliopendekezwa walikuwa na upungufu fulani wa vigezo hitajika vya masuala ya uchaguzi na usimamizi. Yasemekana kwamba mirengo yote bungeni imeamrishwa na viongozi wao kutopinga uteuzi wa wanachama hao, kwani imesalia chini ya miezi 7 kwa uchaguzi mkuu kufanyika na kikosi kipya kinahitajika kuwa afisini haraka iwezekanavyo ili kusimamia shughuli ya kuandikisha wapiga kura upya iliyoanza hii leo, na pia kuwapa Chebukati na wenzake fursa ya kushika usukani ili wajiandae vyema haraka iwezekanavyo. Awali kulikuwa na minong'ono kwamba singekuwa vyema kuwa na mwenyekiti mtarajiwa na afisa mkuu mtendaji wa sasa Ezra Chiloba kushikilia nyadhifa tata, kwani wote wanatoka jamii moja na pia jimbo moja la Trans Nzoia. Lakini yaonekana yote hayo sasa yamefungiwa macho. Duncan Hemba, KTN.